Haleluya. Na kusalimia katika jina zuri la Yesu Kristo. Na nikupe pongezi kwa ajili ya wiki ya kwanza, Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 7 na Jumapili ya kwanza ya nusu ya pili ya mwaka. Tumesha kata nusu kabisa, sasa tunaiendea nusu ya pili. Mungu aliyekuwa pamoja nawe katika nusu ya kwanza atakwenda kufanya zaidi, kwa sababu tabia ya Mungu ni tofauti na tabia za watu. Mungu anaiona kesho yako ni njema kuliko leo. Wakati sisi katika dunia hii tunaiona jana ilikuwa nzuri zaidi. Na hasa sisi wazee watu tunawatisha ninyi. Jana yetu sisi, nafikiri watu tunazungumza hivyo, kwa sababu ilikuwa njema kuliko leo. Lakini Mungu wetu sisi, kesho yetu ni njema zaidi. Nilikutana na mtu mmoja aliyejiita Kibigolo. Yaani alikuwa anaitwa Kibigolo. Sasa mwanzoni nilikuwa wanamtaja Kibigolo. Sasa baadaye anasema kumbe ni afadhali jana. Lakini nakutaarifu ya kwamba afadhali kesho. Na afadhali kesho si kwa sababu ya mimi nasema, ni kwa sababu Mungu wako ana kesho iliyo njema. Mungu wako ana uzee mwema. Mungu wako ana kila kitu chema. Kadiri tunavyozidi kusogea mbele, tunajitenga na aibu. Tunakuwa mbali na kuonewa. Basi asubuhi ya leo tutakwenda kuangalia neno la Mungu kutoka kitabu cha Yeremia. Tutakuwa na mistari mitatu. Yeremia mlango wa kwanza, tutaanzia mstari wa 8, alafu tutasoma na mstari wa 18 na wa 19. Baba yetu na Mungu wetu, tunakualika, ongea nasi, sema nasi. Tuko katika wiki ya kwanza ya mwezi wa 7 na wiki ya kwanza ya nusu ya mwaka. Tumeomba kiangazi hiki tuone uwema wako. Tumeomba kiangazi hiki utuepushe na kila shambulio la yule adui. Tumekuomba kiangazi hiki tuwe mbali na aibu na fedheha. Tumekuomba katika kipindi hiki tuone uwema na ukarimu wako. Asante Mungu wetu kwa uaminifu wako. Sasa nami mtumishi wako nimesimama nitumie unavyopenda kukutana na watumishi wako. Kupitia jina la Yesu Kristo sote tuseme amen. Mstari wa 8. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi niko pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Mstari wa 18. Maana tazama, nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote, juu ya wafalme wa Yuda, juu ya wakuu wake na juu ya makuhani wake na juu ya watu wa nchi hii. Mstari wa 19. Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi ni pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Haleluya. Habari ya kitabu cha Yeremia, niseme tu Mungu ana ratiba na mpango na wewe. Wengine wote wanakuona tu, lakini Mungu ndiye mlianza naye. Anajua ulivyokuwa tumboni ilikuwa usizaliwe, lakini alisababisha ukazaliwa. Siku ya kuzaliwa alitengeneza mazingira mazuri. Anataka kuzungumza, Mungu na wewe hamjakutana njiani. Haleluya. Hata mtu kiona na kusukuma, mwambie wewe, mimi na Mungu hatujakutana njiani. Mungu amenichora kwenye vitu. Tena yeye anajieleza hivyo. Haleluya. Sasa wewe, mara nyingi sana tunakutana kwenye changamoto. Changamoto ni kipindi kigumu. Ni kipindi ambacho mtu unaweza kufikiri umeachwa. Lakini si kuachwa. Waimbaji wamesema kama mnyunyizi wangu, kama mche
yani mche. Nafikiri ukisema mche, sio wote wanaweza kaelewa neno hili ni huu wimbo, lakini wale wakulima wanaweza kaelewa. Kama we ni mkulima wa mboga mboga, huwa tuna miche kwenye kitaru, alafu huwa tuna kazi ya kuhamisha ule mche kutoka kwenye kitaru kwenda sehemu nyingine. Pale panakuwa pakavu kama ni kiangazi, huwa panakuwa pamemwagiliwa tu shimo tu lile ambapo unapandwa mche. Sasa mwimbaji anasema yani ambacho Bwana huninyunyizia. Ukifika asubuhi una ule mtu umechangamka, ukifika mchana umenyong'onyea. Asubuhi alfajiri kuna umande unamiminika pale, na mche unafanyia unaendelea. Kwa hiyo kuna vipindi kama hivyo na wewe unaweza kupitia. Unahamishwa kwenye kitaru uende kwenye jambo lingine. Unaweza kufikiri ndio ukomo, na wengine wakafikiri umekoma, lakini hukomi. Wewe ni mwanzo mwingine, wakati ambapo ila tu Bwana ataendelea kukunyunyizia. Kuna neema ya Mungu ya ajabu wakati wa shida. Mungu huwa anawatuma watu kwa namna ya ajabu wakati wa matukio. Sijajua mimi, kuna wakati mpaka sasa sijamtafuta. Kila wakati fani nilikuwa nikipitia kwenye mambo magumu, majaribu magumu, na mtu alikuwa ananirushia message, na ile message inakuta imerushwa kwenye namba ya simu ambayo sio ya wapi, sio ya hapo kwetu, lakini anazungumza vile vile. Maana yake ni Mungu kujali. Na sijamfahamu na sitamfahamu, inawezekana, lakini Mungu anajua jinsi ya kukutunza. Sasa tumesoma habari ya huyu mtu anaitwa Yeremia. Yeremia ukimsoma vizuri sana hatofautiani na wewe. Kwanza anaambiwa Yeremia mwana wa Hilkia, mmoja wa makuhani waliokuwa katika Anatoti, mpaka kijiji kinatajwa. Kijiji hiki wale wanaohusika na maandiko wanasema kiko kama maili 4 mpaka 6 kutoka Yerusalemu. Huko ndiko kwa alikuwa anaishi. Wakati anaendea, amezaliwa kwenye familia kama vile wewe ulivyozaliwa kwenye familia. Ikubali familia yako, kubali ulipozaliwa, kubali pale ambapo pakoje, pakubali. Usipakatae, usijikatae, usiwakatae, jikubali. Halafu anza kuona jinsi Mungu alivyokutendea. Mtu mmoja alisema vitu hivyo, kuna kiburi na unyenyekevu. Yule mtu alizungumza mambo yafuatayo. Kiburi ni matumizi madogo ya akili. Yaani mtu ambaye hatumia akili lazima na kiburi. Lakini unyenyekevu ni matumizi ya juu sana ya akili. Anajigundua kwamba mimi si lolote, wakati mwenye kiburi anajiona mimi ni lolote. Hebu watumishi wa Mungu, naomba nikutie moyo, tumia akili. Thamini pale ulipozaliwa, thamini wale waliokuzunguka, wajali. Ila mwambie Mungu, nimetokea hapa mpaka hapa, wewe ni Mungu wa ajabu. Hata mimi naweza nikafanya hivi. Watumishi wa Mungu hatakuja mjini. Haleluya. Hata kuja wapi? Mjini. Tuna wenzetu wengi tuliwaacha huko. Ni kweli sio kweli? Rudi kijijini wakati wa matukio, unakuta wamechoka kweli kweli. Yaani kule kuwepo mjini hata maji unaoga, yaani unaoga mara kwa mara, lakini wenzetu kule ukiangalia hata nyayo zao, miguu yao, unaweza kusema jamani, hivi kweli na mimi ningekuwa hivi hivi. Kwa hiyo matumizi ya unyenyekevu. Mimi ni nani? Hata kama niko kwenye nyumba ya kupanga, lakini niko wapi? Niko mjini. Hata kama huu ni mtumba, lakini nimefanyaje? Nimeuvaa. Hata kama ni dagaa, lakini ninakula ya kwangu. Watumishi wa Mungu, naomba uwe mnyenyekevu. Tumia akili. Usiwe mtu wa kukurupuka. Wakati mwingine Mungu anatufanyia anatubariki, lakini hatutambui ametubariki. Watumishi wa Mungu, wakati mwingine hata kuvaa kiatu ni muujiza. Ni kweli sio kweli?
Achana sasa hivi unavyo vingi tu kwenye kabati, viko virefu na vifupi, lakini maadamu kiatu. Mimi nakumbuka nimesoma, ni wakati nasoma shule, nimekuja kuvaa kiatu darasa la 5. Ilikuwa mwaka 60 ngapi. Kuna viatu fulani vilikuwa ni raba fulani, halafu vimeandikwa forward. Watumishi wa Mungu, Mungu ni mwema. Siku ile tulinunuliwa, tulikuwa na maadhimisho fulani, nafikiri kama mtakumbuka, sijajua ni mzee Uhagile au nani. Tulikuwa na maadhimisho fulani hapa shule ya Gangilonga, na tulikuwa ilikuwa ni mapinduzi au nini. Kwa hiyo tukaambiwa wote lazima, wazazi wetu walilazimishwa, mtoto wako asije bila nini, raba. Na hizo raba zilikuwa ni forward, nafikiri ilikuwa ni green Tan Youth au Green Guard. Tulikuwa tuna vitu vinaitwa Green Guard, ambayo tulikuwa unachukua unashona, ilikuwa ni shati la kijani na kaptura fupi hivi na kikofia fulani kilikuwa kimekaa. Wakati wetu tulikuwa na mahusiano sana na nchi za kikomunisti, kwa hiyo walikuwa tuwekaweka hivi. Basi na mimi nikapata neema. Wakati inaitwa raba zinaitwa creeper, na mimi nikafanyaje, tukavaa. Watumishi wa Mungu, siku ile waliponinunulia, kwanza napima kile kiatu, nilipenda kupambazuke upesi. Watumishi wa Mungu, Mungu ametutoa mbali. Tumia akili kugundua wewe si kitu cha kawaida. Wengine wanakuona wewe ni jiwe na udongo, lakini Mungu anaona dhahabu iliyoko ndani ya jiwe. Anakuona dhahabu iliyoko ndani ya nini, ya tope. Lakini na wewe mwenyewe, kwa sababu anakuona hivyo, na wewe usijidharau. Kuna maeneo mengine sasa jitahidi kujionyesha. Kama umefikia mahali pa kula nyama, kula. Kama mahali pa kufikia kula kuku, fanyaje? Kula. Kama pamefikia mahali pa kununua gari, fanyaje? Nunua. Zamani tulifikiri ni anasa, lakini ulikuwa ni mtazamo. Watumishi wa Mungu, kuna baraka zingine Mungu atakubariki mpaka ashughulike na mtazamo wako. Mtazamo ni kitu cha muhimu sana. Mtazamo unatuchelewesha. Tukichelewa kuwa na mtazamo, tunachelewa wakati mwingine kupata baraka zetu. Mtazamo. Sasa mtazamo tunaupataje? Wakati mwingine hata kutembea. Bwana asifiwe. Unabadilisha mtazamo kwa njia gani? Ya kutembea. Hata nenda kwenye makambi ya kina mama, usijisahau sana, mkajikalia fremu muda wote. Unakuta mtu kamechoka, nenda mahali pengine. Ukirudi hutakuwa vile ulivyo. Mtazamo. Hata Ibrahimu hangeweza kubarikiwa akiwa Uru ya Ukaldayo, ilibidi aondoke. Kwa hiyo kutembea na kusafiri ni elimu, kama vile elimu ya vyuo na kadhalika, nayo ni elimu. Tunamwona Ibrahimu katoka huko Uru ya Ukaldayo, leo alikotoka wanamshangaa. Alikotoka si ndio kule ambako sasa hivi ni Irani, Iraki kule, maeneo hayo. Lakini kwa nini? Yeye ni bora kuliko Irani, yeye ni bora kuliko Iraki, kwa sababu alitoka. Na wewe kubali kutoka. Mimi nawaomba hasa ninyi vijana, wakati mwingine hata mtoke nje ya nchi. Narudia tena, ninawatazama ninyi. Toka hata nje ya nchi. Mimi nakumbuka kwa mara ya kwanza nilikuwa na hamu ya kutoka nje ya nchi. Nilienda tu Tunduma. Nilipofika pale nikaambiwa hapa ni Zambia. Na mimi nikafika, nikaenda mpaka pale, nikarudi nyumbani kwangu, nikaambia nilikuwa Zambia. Haleluya. Kwa hiyo jitahidi kutoka. Kutoka kuna kufunua aina zaidi ya mtazamo. Kuna fursa nyingi tulizonazo Iringa, tumeshindwa kuzitumia kwa sababu hatujafanyaje? Hatujatoka. Ukitoka hapa nenda tu hata Morogoro, utakuta wenzako ile mihogo ambayo sisi hapa, utakuta kuna vijue vingine wanakanga tu, wanaita chips dume. Mihogo ile chips dume, alafu wanapasua na kana kachumbali pale. Sasa ukitoka huko karudi hapo kaanza kujikangia mihogo, utakuwaje? Lakini elimu ni nini? Sio kusoma,
ni zaidi ya kusoma. Sisemi usisome, narudi tena, hata katika nyakati hizi ongeza ujuzi katika kila unachokifanyia kazi. Kama ni mfanyabiashara, ongeza na somo la biashara, ongeza na upeo wa biashara. Biashara ni kipaji, lakini kile kipaji kinatakiwa kitanuliwe pia. Bwana asifiwe. Tunategemea Mungu atufanyie mambo makubwa. Basi watumishi wa Mungu, tumesoma juu ya mtu aliyetoka kijiji cha Anatoti, anaitwa Yeremia. Yeremia akakutana na Mungu kama alivyokutana na wewe. Alivyokutana na Mungu akamueleza. Wakati huo taifa la Israeli lilikuwa katika mazingira magumu mno. Ilikuwa ni maonyo, wameshuka mno kiroho. Kosa baya sio kutenda dhambi lililosababisha katika kitabu cha Yeremia na taifa la Yuda, kosa ilikuwa ni kukosa toba. Mungu ni waajabu sana na dhambi. Mungu anaichukia dhambi. Mungu haipendi dhambi, lakini Mungu anawapenda wenye dhambi. Ni kitu cha ajabu sana. Naomba nikusihi, unapokuwa huna moyo wa toba unajiangamiza. Unapokuwa huna moyo wa toba hutafika mbali. Unapokuwa huna moyo wa toba, wakati Mungu yuko tayari, anasema dhambi zetu zingekuwa nyekundu kama bendera, lakini yuko tayari kusafisha. Huwa ninashangaa, kutoka kitu chekundu kwa cheupe ni gharama ipi? Gharama ni kutoka kitu chekundu, kitu cheupe kwenda chekundu, sio kazi kubwa. Wote tunajua anavyotengeneza haya mabatiki na kadhalika. Lakini Mungu anasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu, anafanya badiliko kubwa. Kama kuna kitu ambacho Mungu ametusaidia, toba imetuleta hapa. Sasa itashangaza upo hapa ukose toba. Hutafika mbinguni kwa sababu ya kukosa nini? Toba. Kwa sababu Mungu kila tukifika lazima anaongea na sisi. Na ndio maana hata unapofika kanisani usisubiri tu mahubiri. Anza tangu unapofika, kuna kitu gani? Wakati mzee wa zamu anasimama, kila mtu anasimama. Huwa Mungu wakati mwingine unaweza kukuta ujumbe mzima uko katika matangazo au katika tamshi fulani. Kwa hiyo hebu mtu wa Mungu, Mungu akufanyie hivyo. Sasa tumesoma juu ya habari ya huyu taifa limekosa toba. Toba ni kukosa, yani ni kama kufunga mlango wa neema ya Mungu. Sasa wakati huo Mungu akaanza kutuma mtumishi wa Mungu Yeremia na watu mbalimbali akiwaonya. Watumishi wa Mungu, mimi huwa napaangalia hapa madhabahuni, ukiwa makini, kanisa la kiroho huwezi kutoka kama lilivyokuja. Hilo sio kanisa la kiroho. Na ndio maana baadhi ya watu wenye maisha mabovu wanasema mimi wananisema. Wakisha simamaga tu wananisema mimi tu. Hawakusemi Mungu hawezi kukuacha hivi ni wakati anakuona. Ndio maana unaweza kukuta wakati mwingine mgeni anatokezea hapa, hajawahi kuwepo, anazungumza hafu unaanza kusema hivi ametokea mchungaji wetu ana kazi labda ya kusimulia mambo ya kanisa lake. Hapana, haiwezekani. Na ninarudi niseme, kama hutaki kutengenezwa na Mungu, ondoka. Vinginevyo utakuwa unajikwaa kila siku. Utakuwa ni mtu wa kujikwaa. Ukiona hivi unakuta huyu umetoka. Huyu utatoka mpaka lini? Wewe ni vizuri tu mkutane na Mungu, msigombane naye. Kwa sababu ukiondoka hapo utaenda kwingine, ukuta hapo tena wamezungumza. Wamenifuata mpaka huku. Na mwandishi anasema namshangaa Bwana Yesu kila ninapoenda nafanyaje? Namkuta. Nikienda kijijini kwangu namkuta. Nikienda popote pale namkuta. Kwa hiyo ni vizuri, moyo wa toba ni moyo wa Mungu. Halafu toba inakutengenezea nafasi ya kuishi maisha marefu. Kukosa toba unajinyima maisha marefu, kwa sababu dhambi inanyima amani. Wale wanaohusika na mambo ya tabia za mwili wa binadamu, kukosekana kwa amani huwa kunasababisha matatizo. Na ndio maana kuna wakati mwingine wanatakiwa wakupatie na dawa za kukulaza, kukupatia amani ya haraka, ulale tu usingizi. Sasa kwa nini uanze kupata shida ya namna hii? Mungu akusamehe dhambi zako, moyo safi, unalala usingizi na kuamka na miaka inaongezeka. Basi taifa hili lilikuwa katika mazingira hayo. Sasa huyu Yeremia
tabia yake. Alikuwa ni kijana tu ambaye kwa sababu ametokea kijijini, alikuwa na moyo wa hofu ya Mungu. Wazazi wake walikuwa wanamcha Mungu. Sasa anapewa kazi kubwa juu ya taifa la Israeli lililokataa, lililomwasi Mungu. Wakati amepewa kazi hiyo, maandiko yanasemaje? Akatoa sababu nyingi sana za kuomba udhuru. Ninaomba nirudie tena, tuna miezi 6 iko mbele yetu, mtumikie Mungu. Ukigundua kwamba Mungu ameweka kusudi fulani, kila mtu ana kitu ambacho Mungu amekiweka katika maisha yako. Siku utakapogundua kusudi la Mungu la kukuumba, maisha yako yataongezewa thamani. Lakini kama ukiishi bila kugundua kusudi, huna sababu, huna tofauti na simbilis, huna tofauti na mbuzi. Yaani usipogundua kusudi, lakini ukigundua kusudi, haleluya, kusudi linaongeza thamani. Kusudi, kila mtu hapa ana kusudi. Kila mtu ameumbwa kwa namna ya ajabu, na kila Mungu amewekwa ana kusudi. Kuna mwingine, kuna Mungu amechokiweka. Ukiligundua kusudi, maisha yako yatakuwa na thamani. Mimi naweza nikazungumza, niliishi kama nilivyoishi, lakini siku nilipogundua kwamba nimeitwa, maisha yangu iliongezeka thamani. Na ilivyoongezeka thamani, wale waliokuwa ninawaaga wakati naacha kazi walinionea huruma, kwa sababu hawakujua na kusudi. Halafu ukiligundua kusudi, Mungu anawalinda watu ambao wameligundua kusudi. Mungu anawabariki watu ambao wamegundua kusudi. Mungu anawatunza watu ambao wamegundua kusudi. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu, gundua kusudi. Yeremia, Mungu anamwambia, nimekupa, kuna kazi nimekupatia kwenye taifa hili. Akasema, ule mstari wa 8 anasema hivi, usiogope. Ina maana alikuwa anaogopa. Uwe mbali na kuogopa. Asubuhi ya leo tunapoiendea miezi 6 mbele yetu, tuiendee bila hofu, bila kuogopa. Kwa nini tusiogope? Ni Bwana ndiye anayekuwa pamoja na sisi. Na Yeremia aliambiwa hivi, maadamu mimi nipo, huna sababu ya kuogopa. Sasa tukiendelea ule mstari wa 18 anasema, tunaona kuna lugha au ya fumbo au lugha ya mfano. Anasema hivi, maana tazama nimekufanya leo, tunaona, kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote, juu ya wafalme wa Yuda na juu ya wakuu wake. Tunaona hapa kuna kitu ambacho anaeleza, nimekufanya. Kuna vitu vitatu ambavyo ni lugha. Sio kwamba Yeremia alikuwa ni boma wakati ule. Anasema nimekufanya kuwa mji wenye boma, au lugha nyingine, neno boma, nimekufanya kuwa mji wenye ulinzi mkali. Haleluya. Nimekufanya kuwa mji wenye ulinzi mkali. Hata ukienda kwenye Biblia yako ya Kiingereza kasome, utagundua penye boma pale panaonyesha ni mji wenye ulinzi mkali. Kwa hiyo jambo la kwanza, Yeremia anaambia nimekufanya kuwa mji wenye ulinzi mkali. Sasa na wewe hapo ulipokaa, nataka nikutaarifu, Bwana amekufanya kuwa mji wenye ulinzi. Tukisema boma, wakati mwingine halikufikirishi boma ndio nini. Nimekufanya mji wenye boma. Boma Iringa tunalifahamu. Tunamfahamu pale boma, si ndio jamani? Pale boma kwenye jumba la makumbusho. Sasa watu tukiambia mji wenye maboma, anasema ni kama ule mji wa pale. Lakini sio hivyo. Mungu amekufanya kuwa mji wenye ulinzi mkali. Haleluya. Moja ya tabia ya ajabu ambayo mimi nimeiona ni kila mtu aliyeokoka ana ulinzi mkali. Narudia tena, hata wewe unayenitazama hapo una ulinzi mkali. Siku nilipookoka na siku ulipookoka, Bwana alianzisha ulinzi mkali. Namkumbuka baba mmoja
alikuwa mtafiti au watu wanaita Tafori, shirika la utafiti wa mimea Tafori. Alikuwa ni mlevi aliyepindukia. Alikuwa pia sio mlevi aliyepindukia. Alikuwa na cheo kikubwa, lakini alikuwa wanaita mtoto mdogo katika ulimwengu wa roho. Yaani hakuwa na ulinzi wowote wala kinga yoyote. Kwa hiyo alikuwa anachezewa kweli yule bwana. Mara wakati mwingine wamemlaza ulikuwa anaotesha miche hii ya mbao, mara anamkia huko, mara anafanya hivyo. Siku alipookoka, narudia tena, siku alipofanyaje? Alipookoka, asubuhi yake akamjia mzee mmoja wa Kingoni, alikuwa anaitwa Fokoro. Akamwambia, wewe bwana Tembo. Akamweleza vipi? Akasema, leo tulikuja kwako. Tulivyokuja kwako, kwanza jambo la kwanza tukakuta nyumba yako imezungukwa na maji, tukashindwa kufika. Tukarudi tena tutengeneze vya kutengeneza. Tuliporudi tukakuta nyumba yako imezungukwa na nini? Na moto. Tukatengeneza, tukaongeza vya kuongeza, tukakuta nyumba yako imezungukwa na watu weupe wamekuzunguka, halafu macho yao kama moto, wakikutazama mpaka ndani wanakuona. Nini mwenzetu? Akasema, nimeokoka. Haleluya. Huyo ni mzee, huyo anaitwa mzee Tembo. Sasa hivi ameshapumzika. Angelikuwepo hapa angesimama, angeambia anayozungumza mchungaji ndivyo. Kwa hiyo Yeremia anawaambia ni mji wenye boma, wenye ulinzi mkali. Hebu tuangalie baadhi ya maandiko yanayotuthibitishia jinsi Mungu anavyoshughulika kwa ulinzi mkali juu yetu. Haleluya. Nazungumza hivyo lengo ujifahamu. Usipojifahamu tutaanza, ndio maana ukuta wakati wetu tunaogopa wachawi, wakati wanatakiwa watuogope. Naogopa waganga wa kienyeji, wakati wanatakiwa wao watuogope. Hebu tuangalie katika kitabu kile cha Zaburi ya 5, inaitwa ulinzi wa kimungu au mji wenye ulinzi mkali. Sijajua umeshawahi kukutana na mahali panapolindwa sana. Kitabu cha Zaburi mlango wa 5, nisome ule mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi, nao wote wanaokukimbilia watafurahi. Mji wenye maboma, wote wanaokukimbilia watafanyaje? Watafurahi. Watapiga daima kelele za furaha, kwa kuwa wewe unawahifadhi walipendao jina lako, watakufurahia. Bwana asifiwe. Bado tunataka nikuthibitishia kwamba kwa mji wenye boma maana yake tuna ulinzi. Na kwa sababu tuna ulinzi, anasema wote, nao wote wanaokukimbilia. Kwa sababu Mungu ni mahali pa kukimbilia, lazima tunapomkimbilia tutafurahi. Basi mwezi huu kuelekea nusu ya mwaka, mkimbilie Mungu. Mkimkimbilia Mungu, furaha ni haki yako. Na furaha, tukisema neno furaha ni zawadi au neema ambayo mtu anaweza kuwa na kila kitu lakini asiwe na furaha. Unaweza kumkuta kila kitu anacho, unamkuta lakini amekunja ndita, yuko ovyo, lakini Mungu akupe furaha. Lakini tunapozudi mji wenye maboma, bado hebu tuangalie kitabu cha Isaya, ulinzi mkali. Neno ulinzi mkali sijajua ni wapi. Ulinzi mkali, kuna wakati, hebu Isaya 31. Isaya 31, mji wenye maboma. Lengo la kusema hivi, tunasoma kule ni Yeremia, lakini huyu tunasoma huyu ni Isaya 31. Isaya mstari wa 5, maandiko yanasema hivi, kama ndege warukao, Bwana wa majeshi ataulinda Yerusalemu.
ataulinda na kuuokoa, atapita juu yake na kuihifadhi. Bwana asifiwe. Kama ndege wafanyaje? Warukao. Tungekuwa tunatokea maeneo kama ya Morogoro au wanaokulima mpunga au wanaokulima mtama kama Dodoma, kuna makundi ya ndege. Haleluya. Sijui wangapi mshaikuona makundi ya ndege. Mimi nilipokuwa mtoto mdogo nimekulia mahali penye kundi ya ndege. Wanaruka ndege wengi mpaka unaweza kukuta wakati mwingine wamesababisha hata jua kupunguza nguvu. Wanaruka huku wanapiga kelele. Sasa Mungu anasema, unavyoona wale ndege wanavyoruka, ndivyo yeye anavyoruka kukulinda wewe. Anaruka kukutunza wewe. Anaruka. Ulinzi wa Mungu ni wa ajabu. Nirudie nisome, sijui kafikiri labda ninaongezea. Kama ndege warukao, Bwana wa majeshi ataulinda Yerusalemu. Yaani kama vile ndege wanavyoruka na kusambaa, ndivyo Mungu atakavyoulinda Yerusalemu. Na ndivyo Mungu atakavyokulinda na wewe. Soma katika Biblia, utaona kuna ulinzi wa ajabu wa pekee. Mungu ana ulinzi mkali juu yako. Ana ulinzi uliopitiliza. Bwana asifiwe. Miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinatuonyesha mtu ameokoka ni watu wenye ufalme wa giza. Wanajua hapana, pale pana ulinzi sio wa kawaida. Tunapokuwa kwenye magari, tunapokuwa kwenye vyombo, tunapokuwa maeneo mbalimbali. Kwa hiyo Mungu anatulinda yani anatulinda kama vile ndege walivyofanyaje? Wanavyoruka angani. Hebu pata picha. Fikiria hayo mandege yanavyoruka huko. Sasa wakati huu ingekuwa kwa sababu ni nyakati za ndege hizi za vita hazijaundwa, alitumia ndege hawa. Lakini ingelikuwa mwandishi wa kitabu cha Isaya kwa leo, kwa sababu wengi hata ndege hamjui, wengine mnajifunza ndege kwa njia ya nini? Ya picha. Angelisema kama vile tunaweza kueleza. Nilikuwa nimeangalia safari ya Trump, alikuwa akielekea nafikiri Uchina. Trump alikuwa anaelekea China. Ndege yake afu kuna ndege juu na chini. Ulikuwa unaona jinsi anavyoenda pande zote, kwa sababu wakati ule yuko katika nyakati za kutafutwa. Pande zote ndege zimejaa, zimemlinda huko. Sasa na mimi na wewe ndivyo tulivyo. Sisi ni zaidi ya hao. Ninaomba ujipigie makofi kwa sababu Bwana Mungu ni mlinzi wako. Bwana ataendelea kukulinda. Bwana ataendelea kukutunza. Lakini watumishi wa Mungu sio hivyo tu. Mlango wa 37 na ule mstari wa 35. 37 na ule mstari wa 35, bado Mungu anazungumza juu ya ulinzi kupitia Isaya. Mstari wa 35 anasema, nami nitaulinda mji huu, niuokoe kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Bado tunamwona Mungu ana tabia ya kulinda. Anasemaje? Nami nitaulinda mji huu. Sasa naposema nitaulinda mji huu, jihesabu wewe ni mji wenye maboma. Ataulinda mji huu. Hebu jitie nguvu katika Mungu. Kuna ulinzi wa ajabu uliopindukia kwenye neema hii. Sisi ambao tumeokoka muda mrefu kidogo, wokovu ulipokuwa unaingia maeneo yetu, yani maeneo haya ya kwetu haya, watu kitu walichokuwa kishuhudia mara ya kwanza ilikuwa sio kwa sababu tunasema tumeokoka, ni kwa sababu ya vile vitu anavyovifanya Mungu. Kuna baadhi ya maeneo hata nyumba walikuwa wanafukuzwa. Bwana asifiwe. Walikuwa wanafukuzwa kwenye nyumba. Anaambia, je, silipi kodi? Nalipa. Ondoka ndani ya nyumba yangu. Ondoka ndani ya nyumba yangu. Ondoka. Lakini ukifuatilia kitu gani? Ni kwa sababu tuna ulinzi ambao tukifika mahali pale wakati mwingine mazindiko yao yanapata shida. Fikiria tu, pata tu picha. Amezindika vimbuzi vyake, amechinja, amefanya vitu vimakafara mbalimbali, ameenda kwenye makafara mizimu ya mababu zao huku. Halafu unakuja mtu mwenye Bwana wa mabwana, unapanga ile nyumba.
Halafu wakati mwingine unasema, wakati mwingine unapiga tu miayo, wakati unataja haleluya tu, vitu vya mle ndani vina, yani kama paka kapiga kelele katikati ya panya, yanakimbia kimbia huko. Nazungumza juu ya ulinzi wa Mungu. Yani Mungu anatulinda, Mungu anatutunza. Sasa mwandishi sasa, nitaulinda mji huo. Bwana akulinde, Bwana akuhifadhi. Lakini kitu kingine tunaona anasema ya kwamba nitakufanya kuwa nguzo. Neno hili linasema nguzo ya chuma na kuta za shaba. Nguzo za chuma na kuta za shaba. Ingelikuwa tunajifunza kwa kupitia jengo letu, yale unaona manondo yamesimama yale ndio zinaitwa nguzo. Halafu kuta ndizo unakuta tofali zimebandikwa huko. Sasa Mungu anamwambia Yeremia, nimefanya kuwa mji wenye maboma, wenye kuta gani? Za chuma, halafu na nguzo za shaba. Watumishi wa Mungu, kiuhalisia alichokuwa kimaanisha Mungu kwa siku ile, ukiacha yale ambayo Mungu anaweza kukupatia mafunuo kulingana na utakavyosoma leo, alikuwa na maana gani? Yeremia, nimekuita, una moyo mwepesi sana, huna ujasiri, wewe ni muoga usiyeweza kupambana, lakini nataka nikuambie, kwa sababu nimekuita, nitakupa ujasiri. Nitakupa ujasiri kama nini? Chuma. Kwa hiyo tunaona kwamba watapigana na wewe. Kwa hiyo Mungu hutupa ujasiri. Jambo la pili, baada ya kuwa tumeokoka, Mungu hutupa ujasiri. Na ndio maana mwandishi anasema usiutupe ujasiri wako. Usiutupe ujasiri. Ujasiri ni miongoni mwa vitu vinavyotuonyesha wokovu wetu. Ujasiri. Mara nyingi Mungu anapokutuma mahali, hakutumi mahali panyonge. Anakutuma mahali penye nguvu ambapo anakutisha wewe. Hivyo Mungu bila kushughulika na wewe lazima utashindwa. Akasema nimekufanya kuwa mji wenye nguzo za chuma. Hebu tuangalie Danieli. Tuangalie Danieli mlango ule wa 3. Danieli mlango wa 3, nitasoma maandiko. Danieli mlango ule wa 3, nisome ule mstari wa 17 na wa 18. Maandiko yanasema hivi, 17. Nisome mstari wa 15 alafu ndio nirukie 17. Mstari wa 15 unasema hivi: basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu iliyosimamishwa ni vema. Bali msipoisujudia, mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ndipo Shadraka, Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia anaweza kutuokoa na tanuru iwakayo moto na kutuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia sanamu yako ya dhahabu. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika. Tuishie hapo. Bwana sifiwe. Tunaona kwamba huyu Yeremia ni mtu ambaye ni mtu wa kuogopa. Na mimi nataka nizungumze hivi. Ujasiri uliopitiliza usio na ujasiri uliopitiliza. Mimi siogopi mtu. Mimi tishwi na nini? Na mtu.
wakati mwingine hutishitishi na mtu, wala wakati mwingine hata yani ni kiburi tu, lakini haimaanishi hivyo. Lakini tunamwona Yeremia ujasiri wakati wa changamoto, ujasiri wakati wa kukabiliana. Kwa hiyo tunamwona Mungu anamwambia, nimekutengeneza, nimekufanya kuwa na nguzo za chuma. Maana yake amempa ujasiri uliopitiliza. Mungu akupe ujasiri. Fikiria umeitwa. Wengi hapa tumeshaitwa hata kwa watendaji wa mtaa. Sawa jamani? Ile mtendaji wa mtaa ukiitwa naye, nao sijui wamejifunza kupokea vile visenti. Anakuita mkali, huyo anakutisha kabisa. Kesho sitaki kuona nguruwe hapa. Kuna mshirika wangu mmoja alikuwa amefuga nguruwe hapa. Akanijia, anamwambia sitaki kuona nguruwe. Akanijia, nimepewa masaa ya kuondoka na nguruwe wangu hapa. Nikamwambia, lakini kwa sababu lazima uzifahamu sheria za nchi yako, ufahamu ni nini. Basi nikaongea na yule ndugu. Baadaye nikamwambia tupiga magoti tuombe. Nataka nielezee juu ya ujasiri. Tukaomba kwa ajili hiyo, lakini Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu anafanya. Mungu akupe ujasiri. Wakati mwingine Mungu akupe ujasiri hata haja zako, haki zako ofisini. Kuna wengine wamekalia mafaili, hata ukimtazama tu hivi unakuta unatetemeka hata kabla. Unaambia hatutakupatia. Sawa mzee. Akaambia utanipa. Haleluya. Kwa hiyo ujasiri ni kitu ambacho Mungu lazima kiweke ndani. Tunayaweza mambo mangapi? Yote. Yeremia ilibidi Mungu ampe ujasiri. Kama ni ujasiri, tunamwona anaenda mbele ya mfalme, anazungumza na kufanya. Basi na sisi Mungu akufanyie kitu cha namna hiyo. Lakini pia tunamwona Mungu anakuambia kuta za shaba. Hii inawezekana. Neno shaba nafikiri tunafahamu. Chuma ni uimara, lakini shaba maana yake ni kitu kinachopitisha. Hata mambo ya umeme kinapitisha kwenye shaba, sawa? Kwa hiyo akasema yani zaidi ya kwamba mji wenye maboma, mji unaopitisha nguvu na neema ya Mungu. Nafikiri katibu alikuwa anazungumza juu ya fahari na kujivunia uwepo wa Mungu. Upende uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni wa muhimu mno. Uwepo wa Mungu ni kila kitu kwenye maisha. Uwepo wa Mungu, watumishi wa Mungu wengine wanaenda kwa waganga ili wapate utisho. Unakuta utisho tu, yani jamaa linaenda, unakuta mwingine anatafuta, anaambiwa tafuta sijui kitu fulani, na utakuwa na ujasiri kama huo. Lakini sisi watumishi wa Mungu, uwepo wa Mungu unatutengenezea ujasiri. Uwepo wa Mungu, watumishi wa Mungu, uwepo wa Mungu ni nini? Tunahitaji katika maisha yetu uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unatupa kibali. Uwepo wa Mungu unatupa kutambuliwa. Uwepo wa Mungu, hebu tusome kitabu cha Kutoka 33. Kutoka 33. Nitasoma hapo. Tunakaribia kufikia mwisho. Kutoka 33. Nitasoma ule mstari wa 14. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Hii ni andiko ambalo tunalifahamu vizuri. Watumishi wa Mungu, Yeremia anahakikishiwa ya kwamba uwepo wa Mungu utaenda pamoja naye. Uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni wa muhimu katika maeneo mbalimbali. Kila eneo. Mfanyabiashara unatakiwa uwepo wa Mungu uende pamoja na wewe. Mwanafunzi, mwanachuo, uwepo wa Mungu uende pamoja na wewe. Mkulima, kila mtu anahitaji uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unapokwenda pamoja nasi, tunaona mtumishi wa Mungu Musa anagundua ya kwamba uwepo wa Mungu ni mtaji kwa taifa la Israeli. Uwepo wa Mungu ndio unasababisha hata mataifa mengine yaweze kuwaogopa. Kwa hiyo anasema, uso wako usipokwenda pamoja, uwepo wako usipokwenda pamoja na usituchukue kutoka hapa.
leo na nyakati hizi tulizo nazo, utakuta watu wengi wa Mungu tunapenda kuwa wakali tu. Mtu mmoja alisema hivi, ukitaka kudanganywa sana uwe mkali. Sawa jamani, ukitaka uwe nini? Udanganywe, uwe mkali. Uwe bosi mkali. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nimefiwa na mama. Mpaka wakati mwingine mtu anaanzisha mchango, nimefiwa na babu. Kumbe ungempatia ungemweleza kabisa, bwana mimi bosi, hali sio nzuri nyumbani. Lakini hakuna uwepo, ukali wetu unatufanya tudanganywe. Hata akina mama leo mkiwa wakali sana, utakuta jamaa ananiambia tulikuwa tunatazama mpira pale. Yaani anarudi nyumbani anajua mama mkali. Sasa anaposema mama ni mkali, nitarudije? Anatengeneza tu njia atakayo kudanganya. Na kisha kudanganya, lakini mimi nasema uwepo wa Mungu huwezi kumdanganya mtu. Uwepo wa Mungu wakati mwingine hata heshima. Usipende heshima za kudai. Mbona mniamkii? Hata nyinyi waimbishaji mseme mbona hamsimami? Usitusimamishe wewe. Tunahitaji uwepo wa Mungu tufanyaje? Utusimamishe. Tunahitaji tuone uwepo wa Mungu, lakini hatuhitaji tuyahitaji porojo za propaganda. Tunahitaji uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni wa ajabu. Uwepo wa Mungu unatengeneza ufumbuzi. Uwepo wa Mungu ni mtaji. Tunamwona mtu mmoja anaitwa Yusufu, pamoja na kuzuliwa jambo baya la ubakaji. Wanadamu wanaweza kukuzulia na kukuchafua, lakini uwepo wa Mungu unakusafisha. Biblia inasemaje? Walipofika mle gerezani, kijana, nafikiri wale ambao tumeshawahi kwenda gereza, hata hapa ni gerezani ni wachache, lakini tulienda hapa kwenye kituo cha Central hapa, tukakaa siku 2 au 1, tupo hapa. Jambo la kwanza unafungua mkanda, sawa? Wanakuchukua, sijijua askari nafikiri nao wamesomea, kwa sababu wanakwendaga huko Moshi, wanakaga wanasomea haya mambo ya kutuvuruga. Kwa hiyo wanakushika tu kama ni mkanda au nini, suruali kwa nyuma hivi, unakuwa mnachochevea. Kwa hiyo na huyu kijana hivyo wakamshika, wakati wanamsumbua. Kuna kitu kimoja yule mama alikosea, hakuweza kuondoa uwepo wa Mungu. Akatupwa na uwepo wa Mungu, mtumishi wa Mungu. Ule uwepo wa Mungu ukampa kibali hata kwa mkuu wa magereza, watumishi wa Mungu. Sasa uwepo wa Mungu tunaupata kwa njia ya neno la Mungu, kwa njia ya kufunga na kuomba, kwa njia ya maombi. Ndio maana tunasema hivi, kabla hakujapambazuka uwe na muda wako binafsi na Mungu. Kanisa leo tumepoteza uwepo wa Mungu kwa sababu hatuna muda binafsi na Mungu. Kabla ya kupambazuka, jipe nidhamu, hata dakika kadhaa, piga magoti, muombe Mungu. Mwambie Bwana uende pamoja nami. Na Bwana akisema uende pamoja na mimi, anaenda. Ila wewe unafikiri kwa sababu huoni, lakini Bwana anaenda pamoja na wewe. Uwepo wa Mungu ni wa muhimu. Ninakumbuka kuna wakati fulani vijana walitoka kwenye mkesha, nifikiri kwenda Dar es Salaam. Sasa wanapita kwenye mitaa ya Manzese, kuna vibaka wa kutosha. Sasa wanarudi nyumbani. Walipokuwa wakati wanaenda, wakamkuta kuna vibaka wako kwenye mchochoro kwa mbele. Mwenzake akamwambia, "Umeona wale sio vibaka?" Akasema, "Ni vibaka." Basi mwenzake akamwambia, "Basi tuwapige upofu." Alisema tuwapige upofu, lakini bahati mbaya hawakujipiga wao upofu. Kwa hiyo wamewapiga upofu wao, lakini wao wanawaona. Wakati kwanza wanaogopa huko wanaenda. Lakini wakati wanaogopa na wanaenda, ndipo Mungu akataka kuwaonyesha ya kwamba uwepo wangu ukienda pamoja nami. Akasikia wale vijana wanasema, wale jamaa wako wapi wale? Sasa wao wanawaona na wao wanasema ndio karibu wanaanza kutukamata. Na wao wanasema wale jamaa wako wapi? Nenda na uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni sasa hivi tuna rushwa za aina nyingi. Lakini nini kitakachotusaidia na kutuponya? Ni uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni wa muhimu.
watumishi wa Mungu baada ya kuzungumza na maneno haya, anasema watapigana na wewe, lakini watafanyaje? Hawatatushinda. Biblia hapa inamaanisha nini? Biblia inamaanisha ya kwamba pamoja na kuokoka hatuwezi kukwepa vita. Pamoja na kuokoka hatuwezi kukwepa mateso. Kuna wakati tutakutana na mateso. Mwandishi wa kitabu kile cha Wakorinto, nafikiri Wakorinto, anaelezea juu ya jaribu halijawapata ninyi. Kwa hiyo lazima majaribu yatatupata. Jaribu halijawapata ninyi. Hata Yeremia anaambia watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Una ushindi wa Mungu. Baada ya kusema maneno haya, nikutie moyo kwamba Mungu amekupa mji wenye ulinzi mkali. Tusimame. Tunaiendea nusu ya mwaka wa 2026. Ninakualika, boresha viwango vyako vya kiroho. Ingelikuwa tunasema kuna mitihani, tungelisema kwamba jiandae mwezi wa 12 kuna mitihani. Kila mtu huwa anakuwa na muda wa kusoma. Sasa na sisi kiroho nasema boresha viwango vyako vya nini? Vya kiroho. Utaboreshaje viwango vyako vya kiroho? Jambo la kwanza, uwe na muda wa kutosha wa kusoma neno la Mungu. Na usisome neno la Mungu kwa ajili ya kujibu maswali ya mashahidi wa Jehova. Soma neno la Mungu kwa ajili ya kulisha roho yako. Jambo la pili, uwe na wakati wa kutosha wa ukimya na Mungu wako. Uwe na wakati wa utulivu na Mungu wako. Wakati wa utulivu na Mungu wako unaweza kuwa ni wakati wa kusoma. Wakati unaweza kuwa ni wakati wa kusikiliza. Miaka ile ya kote ya zamani tulikuwa tunasikiliza cassettes hizi. Nafikiri cassette hivyo zinaitwa hivyo. Za wahubiri mbalimbali. Sikiliza vitu vya namna hii. Kuna wakati wa utulivu, ni wakati mwingine wa kutafakari. Wakati wa utulivu, wakati mwingine unaweza kuwa kuna wakati. Sasa wakati wa utulivu ni wakati ambapo mara nyingi mimi nimekuwa na ushahidi, Roho Mtakatifu anahitaji wakati wa utulivu. Wakati wa utulivu Mungu atakupa hata kubadilisha aina ya kitu fulani unachokifanya kwa njia ile ile. Kuna njia ile unaifanya haileti matokeo, lakini Mungu anataka ubadilishe. Utabadilishaje? Katika nyakati za utulivu. Uwe na wakati mzuri. Punguza baadhi ya vitu visivyo vina umuhimu. Kwa mfano sasa hivi tuna hizi kwenye mitandao jamii. Kama sasa hivi inaweza kuwa ni zaidi ya kilevi. Narudia tena. Sasa hivi watu hawanywi pombe, wanakunywa mitandao. Hivi hata hapo unaweza kukuta ni kanisani unakuta mtu yani kwa sababu amekuwa mwathirika. Hebu punguza vitu vya namna hii. Lakini kwa faida. Maandiko yanasema ni afadhali uende na mguu mmoja lakini mbinguni kuliko kwenda umejaa na miguu yako. Miezi 6 tunayoiendea sio ya kipuuzi. Unapomkaribia Mungu na yeye anafanyaje? Anakukaribia. Unapouvuta uwepo wa Mungu unasikia Mungu akisema. Mtumishi wa Mungu Adamu anasema akamsikia Bwana akitembea. Bwana atembee kwenye miezi 6 mbele yako. Inua mkono wako wa kulia juu. Halafu mwambie Mungu kitu afanye nini kuendea kesho yako. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa wema wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa matendo yako makuu. Tunakuja mbele zako tukilimidi na kulitukuza jina lako. Asante Mungu kutulinda miezi 6 iliyopita. Umetubariki, umetupigania, umetuponya, umetuhuisha, umetutendea kwa ukarimu. Asante Bwana. Kama kwa Yeremia ndivyo ulivyo kwetu leo. Kama ulivyokuwa kwa Isaka ndivyo ulivyo kwetu leo. Bwana wa Mungu wa leo kwetu, tunakupenda na kukufurahia. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa neema yako, asante kwa matendo yako makuu. Asante kwa jinsi ulivyo mwema, asante kwa jinsi ulivyo mkuu. Wewe ni kila kitu kwetu. Lihimidiwe jina lako. Namleta mama huyu, namleta baba huyu, namleta kijana huyu. Wape neema ya kukujua wewe. Wape neema ya kutenga muda kwa ajili yako. Wape neema ya kuwa na
utulivu mbele zako, wape neema ya kupenda kusoma neno lako. Asante Mungu kwa wema wako, asante Mungu kwa neema yako. Tunakurudishia heshima na utukufu, maana we ni mwema. Tunakurudishia heshima na utukufu, maana we ni mwaminifu. Katika jina la thamani la Yesu Kristo. Uhimidiwe Bwana, wewe ni kila kitu kwetu. Uhimidiwe Bwana, maana wewe ni mwema. Uhimidiwe Bwana, maana wewe ni kimbilio. Uhimidiwe Bwana, maana wewe ni nguvu zetu. Kupitia jina la thamani la Yesu Kristo, sote tuseme amen.